Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu zangu wadau wa elimu ya nyota. Leo tena nimekuja tuendelee kuelimishana mambo mawili matatu kuhusiana na nyota. Leo nataka nizungumzie herufi za B, N, Z, G, S, A, M, Y na H na T. Nataka nizungumzie katika mambo makubwa ya utafutaji wa mali. Na kwa nini nazungumzia herufi hizi? Nazungumzia herufi hizi kwa sababu ndizo herufi ambazo ziko na utawala wa sayari. Zinatawaliwa na sayari ambazo zinahusika katika hayo mambo mnayoambiwa ndagu, sijui mnayoambiwa mambo ya pesa za majini, sijui mali za namna gani. Basi herufi hizi sayari zake zinahusika na masuala hayo. Au kwa lugha rahisi ni kusema majini wake, mahudamu wake wanahusika na hizo mali ambazo mnaziita ndagu, mali mnazoziita za majini, pesa mnazoziita za namna fulani. Kiujumla mafanikio kupitia mazingara, mafanikio kupitia namna fulani. Hata kama ukiita ndagu ukiitaje, lakini ni tofauti ya majina, lakini ndio utafutaji wa namna hiyo, ila tofauti ya majina. Wengine wataita ndagu, wengine wataita kwa jina fulani, lakini inakuwa na maana hiyo hiyo. Sasa kwa nini nimesema herufi hizi? Herufi hizi ni kwa sababu zinatawaliwa na nyota, zinatawaliwa na sayari mbili kubwa zinazohusika sana na mambo haya. Kuna sayari ya Mars au Mirihi, kuna sayari ya Zuhura au Venus. Sayari ya pesa, mali, mafanikio, burudani, starehe. Lakini Mars, kwa nini tunaiweka Mars? Kwa sababu Mars ni kama umeme, yani ni nguvu. Hii ni kama umeme, yani ni nguvu katika haya mambo ya mali, pesa, starehe, burudani. Mars ni nguvu pia. Unaweza ukaitafsiri Mars kwamba ni sayari ya vita, lakini pia Mars ni sayari ya nguvu, ya kuweka nguvu. Ndio maana hata katika nyota yako tunaweza tukatizama tukajua kwamba wewe nguvu ya sayari ya Mars iko wapi katika nyota yako. Tukijua iko wapi, tutajua sasa wewe ni kitu gani unakifight kwa nguvu kubwa. Kitu gani unakifight kwa nguvu kubwa? Kwa sababu huyo ndo mtawala wa vita. Sasa vita sio kwamba kupigana na mapanga na mabunduki, hapana. Yaani ana zile hisia za kuamka na ile hari na nguvu ya kufanya jambo, ya kuamka na kufanya jambo. Sasa sayari hii inaleta afya ya nguvu ama umeme. Sasa herufi hizi B, N, Z, G, S, A, M, Y, H na T, ukitizama katika miangaliano yao ya kinyota, basi utagundua mpangilio wa sayari hizi kwao una faida. Wanaweza wakafanya jambo fulani ambalo ni kubwa na likawa lina faida kwao, endapo wakijua namna ya kutumia sayari zao. Ukirudi nyuma katika video zangu nilikwambia kwamba mlango wa 7 ni mlango muhimu sana katika nyota yako. Mlango wa 7 ni mlango muhimu sana. Ndio mlango unaokupa nguvu, ndio mlango wa mashirikiano, ndio mlango wa wewe kuonekana pia. Ni mlango una siri kubwa sana mlango wa 7. Na ni mlango muhimu sana kwa sababu unakubadilisha wewe kihisia, kimwili, kila kitu. Mambo mengi sana unatawala mlango wa 7. Mlango wa mshirika wako, mlango wa pea yako, mlango wa mashirikiano. Sasa wewe unataka kushirikiana na majini, ikiwa herufi yako ni B, N, Z, G, S, A, M, Y au H, T, basi lazima usikilize kitu ninachokuambia au tizame miangaliano yako. Cha kwanza ni miangaliano. A, M, Y ni nyota ya punda. 7 yake ni mizani ambayo ni G na S, ambaye mizani anatoka katika sayari ya Zuhura, inahusika na mali, pesa, utajiri.
Sasa lazima wewe mtu wa nyota ya punda ujue unamtumiaje huyu mshirika wako mizani, unampa kafara gani, unafanya nini ili wale maruhani au majini wa nyota ya mizani uweze kufanya nao kazi, kwa sababu tayari ni majini wenye mali. Ikiwa wewe mtu wa nyota ya punda jina lako linaanzia na AMY, washirika wako katika upande wa majini basi ni majini wenye mali. Sasa unashirikiana nao vipi? Lazima utambue kwamba unawarisha vipi au unashirikiana nao vipi ili uweze kuipata hiyo nguvu ya majini wa kuweza kukuletea mali au kushirikiana nayo kwa namna yoyote. Lakini pia hii nyota ya punda inatoka katika sayari ya Mirihi. Hapo hapo kuna nyota ya nge ambayo ni H na T. Nyota ya nge saba yako ni nyota ya ng'ombe ambayo ni B, N na Z. Naye anatoka katika sayari ya Zuhura. Sasa ukifahamu nini cha kufanya katika siku ambayo inatawala nyota yako ya saba, ni jambo muhimu sana. Herufi hizi kama wakafahamu B, N, Z, G, S, A, M, Y, H, T, wao ni rahisi zaidi kupata utajiri wa majini kuliko nyota zozote. Ndiyo maana yangu herufi hizi B, N, Z, G, S, A, M, Y, H na T, wao ni rahisi zaidi kupata utajiri wa majini ama ndagu, ni rahisi zaidi kuliko nyota zingine zozote, kwa sababu katika miangaliano ya nyota zao zimekaa sayari ambazo zinaruhusu hivyo. Kwa hivyo wewe ukijikuta kwamba wa herufi hizi na una hali mbaya, na kama unahitaji kuweza kushirikiana au kupata nguvu yako kubwa ya kinyota kwa lugha nyingine, basi waone wataalamu wa nyota wakufundishe namna ya kucheza na mlango wa saba kwako. Mfano wewe ni mtu wa nyota ya nge, jina lako linaanzia na H au T, saba yako ni nyota ya ng'ombe. Nguvu yako ipo kwenye mali. Ni kweli wewe mtu wa H na T una hasara, unapotezaga mali, unazulumiwa, unatapeliwa, lakini utakapokutana na nguvu yako hautatapeliwa, hautazulumiwa kama ambavyo sasa hivi unaona unazulumiwa, unatapeliwa. Ukikutana na saba yako basi huwezi kuzulumiwa wala kutapeliwa. Sasa saba yako unakutana nayo vipi? Saba yako hii kuna maarifa inabidi yafanyike katika siku ya Ijumaa saa 1 asubuhi. Ndiyo inatawala nyota ya ng'ombe. Inabidi mtaalamu wako wa nyota akutengeneze ama akushughulikie katika siku ya Ijumaa kwa wewe mtu wa nyota ya nge. Hivyo hivyo kwa wewe mtu wa nyota ya ng'ombe, una mali ni kweli, lakini unakosa nguvu ya masi. Nguvu ya masi unaipata wapi? Unapata katika nyota ya nge, wewe mtu wa ng'ombe. Kwa hivyo na wewe kuna jambo la kufanya katika siku ya Jumanne saa 8 mchana, ndio iliingia nyota ya nge. Kuna jambo kubwa sana la kufanya la kinyota, hata kichinjo, vichinjo. Basi nyinyi watu wa herufi za B, N, Z, G, S, A, M, Y, H na T, basi mkichinja katika muda huo wa nyota ya saba kutoka kwako ni vizuri sana. Vitu vingine sio lazima mpaka uende kwa mganga ukachanjwe ukafanyeje. Ukifahamu unaweza ukatekeleza mwenyewe. Kwa mfano wewe mtu wa nyota ya punda, A, M au Y, kupata nguvu yako ya kinyota na majini wako waweze kukaa vizuri. Kinyota tunaamini kwamba kila nyota ina majini wake. Unakataa ama unakubali, lakini kila nyota ina majini wake. Alimradi wewe una jina fulani limekulea, basi wewe ni nyota fulani. Sasa jina hilo lina majini maalum. Sasa mfano wewe mtu wa nyota ya punda, unataka nguvu yako ije. Umejiona kwamba unakwenda unaomba kazi upati, mambo yako hayafunguki, unalotaka kufanya haliwi, unajitahidi, unatumia nguvu kubwa sana. Kama kawaida mtu wa nyota ya punda anatumia nguvu kubwa sana, lakini unaona mambo hayaendi. Sasa unataka kuchinja ili kuleta urahisi wa mambo yako. Basi chinja katika siku ya Ijumaa.
kuanzia saa 7:30 mchana. Kuanzia saa 7:30 mchana mpaka inakaribia saa 8. Chinja. Sasa utachinja mnyama wa rangi gani? Utachinja mnyama mwekundu, pia unaweza ukachinja mnyama mweupe. Sasa hii nyota ya Zuhura, kwa maana ya nyota ya mizani, rangi yake ni kijani. Hauwezi ukapata kuku wa rangi ya kijani, mbuzi wa rangi ya kijani, huwezi kumpata. Kwa kuwa wewe unachinja katika kheri, basi utachinja mnyama mweupe. Lakini ni vizuri kama ukachinja mnyama mwekundu. Mnyama wa nyota yako wewe, kama atakuwa ndege kwa maana ya kuku au mbuzi au ng'ombe, lakini awe mwekundu. Basi jiwekee kawaida hiyo ya kuchinja hivyo. Jiwekee kawaida hiyo. Anza kulingana na kipato chako. Kama kipato chako ni kidogo, basi anza na kuku. Jiwekee kawaida hiyo ya kuchinja hivyo katika muda huo wa Ijumaa saa 7:30 mchana. Kuanzia saa 7:30 na dakika 30-31 mpaka inakaribia saa 8. Na kabla hujamchinja, mtilie nia kuku yule. Tia nia zako wewe. Tia nia zako, halafu ndio umchinje. Tia nia zako, halafu ndio umchinje. Hiyo ni kwa nyota ya punda. Kama unataka mambo yako yafunguke na ushirikiano wako na watu ukae vizuri, kwa sababu kila jambo tunalolitafuta tunamuomba Mwenyezi Mungu ni kweli, lakini anatupitishia kupitia watu fulani. Havishuki kama mvua. Anaweza akavishusha kama mvua, lakini vinapitia kwa watu fulani. Kwamba unaomba upate kazi, utakutana na watu wakufanyia interview. Unataka ufanye biashara, lazima ujue ukutane na watu ukanunue kama ni mzigo, pia ukutane na watu ambao ni wateja. Sasa hayo yote ni mashirikiano. Tizama, yanahusisha mlango wa 7. Yanahusisha mlango wa 7. Mlango wa 7 ni muhimu sana. Unatafasiri karibu ya milango mingi sana inayokuhusu wewe. Pale pana bando ya tafasiri ya milango mingi sana inayokuhusu wewe. Mambo mengi yanayokuhusu wewe. Kwa hiyo mlango wa 7 ni muhimu. Kwa hiyo chinja katika muda huo, kwa hiyo mtu wa nyota ya punda. Haya, wewe ukiwa mtu wa nyota ya nge, 7 yako ni nyota ya ng'ombe. Nyota ya nge H au T, jina lako linaanzia na H au T. 7 yako ni nyota ya ng'ombe. Wewe uchinje katika siku ya Ijumaa saa 1 asubuhi. Sasa unaweza ukachinja mnyama mweupe kwa sababu unaomba kheri. Unaweza pia ukachinja mnyama wa rangi ya nyota yako. Nyota hii rangi yake ni damu ya mzee. Damu ya mzee. Sasa utasema nitampata wapi mnyama wa rangi ya damu ya mzee? Unaweza ukatumia mnyama mwekundu pia ukamchinja katika muda huo, au mnyama mweupe ukamchinja katika muda huo saa 1 asubuhi siku ya Ijumaa. Basi pale ndio unapata nguvu yako ya kinyota, nguvu ya maruhani wako wa kinyota, ndio unapata nguvu hapo. Mchinje kwa manuizi. Hivyo hivyo wewe mtu wa nyota ya ng'ombe, B, N na Z, 7 yako ni nyota ya nge. 7 yako ni nyota ya nge. Na wewe uchinje katika siku ya Jumanne saa 8. Siku ya Jumanne saa 8. Unaweza ukamchinja mnyama mweupe au ukamchinja mnyama mwekundu. Itakuwa vizuri zaidi kama mnyama huyo utamchinja atakuwa ni jike. Kwa hizi nyota za nge na nyota ya ng'ombe, kama wakimchinja mnyama jike itakuwa vizuri, kwa sababu nyota hizi asili yake ni nyota za kike. Si kusema kwamba watu wake ni wanawake, hapana. Majina haya yapo katika wanaume, yapo katika wanawake, lakini asili ya nyota ni nyota za kike. Kwa hivyo chinja mnyama wa kike, awe mweupe au mwekundu katika muda huo. Wewe mtu wa nyota ya ng'ombe, basi chinja katika muda wa Jumanne saa 8 mchana. Tia nia, jiwekee utaratibu huo. Si kila wiki, pengine huna uwezo huo, basi jiwekee basi hata kwa mwezi mara moja, baada ya wiki 2. Kama una uwezo wa kufanya hivyo kila wiki, basi jaribu kufanya hivyo uone. Umeshakoga dawa imeshindikana. Umechoma mafusho imeshindikana. Umechanjwa sana mpaka una alama, basi fanya hivyo.
chinja, mtilie nia. Mtilie nia mnyama huyo alafu uweze kuchinja. Na kwa nyota za punda na nyota za mizani, wao wachinje mnyama ambaye ni dume. Kama ni mbuzi ni dume, kama ni kuku, jogoo, basi wachinje mnyama ambaye ni dume, kwa sababu nyota hizi punda na mizani asili yake ni nyota za kiume. Ni rahisi tu, ni kwamba nyota yoyote ambayo namba yake haigawanyiki kwa 2, nyota hiyo ni dume. Nyota yoyote ambayo namba yake inagawanyika kwa 2, nyota hiyo ni jike. Namba yake kulingana na mfumo mzima wa mtiririko wa nyota 12. Nyota ya punda ni ya kwanza, namba yake ni 1. Nyota ya ng'ombe ni ya pili, namba yake ni 2, inagawanyika kwa 2, nyota jike hiyo. Nyota ya nge ni nyota ya 8, namba yake ni 8, inagawanyika kwa 2, ni nyota ya kike. Nyota ya mizani namba yake ni 7, ni nyota ya 7, haigawanyiki kwa 2. Kwa hivyo sasa inayogawanyika kwa 2 ni nyota ya kike, ambayo haigawanyiki kwa 2 ni nyota dume. Kwa hivyo unaweza ukafanya kafara hizo zikakusaidia, pengine umekoga dawa. Na kafara hizi zina siri kubwa sana, sio tu katika kuongea na wale majini wako au kufungua majini wako wa nyota yako. Sio hapo tu, kuna watu wana laana za mizimu. Kuna watu wana laana za mizimu. Yawezekana bibi yako, babu yako, sio nani aliingia mikataba fulani, ambayo mikataba hiyo wewe umekuja kuzaliwa haujui, mikataba ya kishirikina. Sasa unaitoaje? Ni kwa kupitia kichinjo. Mikataba ya kishirikina inatolewa kupitia kichinjo. Lakini pia hata kama ndo hiyo mizimu sasa inakutaka wewe ufanye jambo fulani ambalo wewe hutaki, basi malipo yake ili kukuachia ni kufanya kichinjo. Fanya kichinjo. Na muda mzuri kama hivyo nilivyokuelekeza kwa nyota hizi, zina bahati sana ya kupata mali kama zitafanya hivyo, kwa sababu hizi sayari mbili zina siri kubwa sana na zina nguvu kubwa sana katika utafutaji. Sayari ya Zuhura na sayari ya Mirihi zina nguvu kubwa sana. Sasa ukihitaji kwa wewe mtu wa BNZ, GS au A au M au Y au H au T, ukihitaji mambo makubwa yanayohusiana na mlango wako wa 7, basi karibu sana ofisini uweze kufanyiwa mambo hayo. Unaona kabisa mambo yako hayafunguki kama huwezi kufanya wewe, au unahitaji mambo makubwa yanayohusiana na mlango wako wa 7, basi karibu sana ofisini uweze kufanyiwa hayo mambo yanayohusiana na mlango wako wa 7, uweze kuonekana. Maana huu pia ni mlango wa kuonekana, mlango wa ushirikiano, mlango wa wepesi wa mambo mbalimbali. Ni mlango muhimu sana. Huwezi kufanya biashara bila kushirikiana. Huwezi kufanya kazi bila kushirikiana. Kila kitu kinashirikiana. Basi hata huu mlango pia una faida hata kwa akili yako wewe. Kwa akili yako wewe. Ndio maana huwa nasema ukioa mtu ambaye nyota yake haiendani na wewe, kinachoanza kubadilika sio yule uliyemuoa wewe. Unaanza kubadilika wewe, kwa sababu energy yake inakubadilisha wewe. Kwa mfano umeoa nyota ambayo hamuendani. Ulikuwa unafanya kazi lakini unajikuta wewe umekuwa mzembe, umekuwa mvivu. Halafu hauelewi uzembe unatoka wapi. Hauelewi uvivu unatoka wapi. Basi utaenda kwa waganga, watakusomea, watakuchanja, watakufanyaje, lakini shida ni kwamba unayeshirikiana naye hamuendani kinyota. Lakini umeoa mtu au umeolewa na mtu, baada ya hapo umekuwa mkali sana, umekuwa mkorofi. Kama ulikuwa na biashara, hamtasikilizana na watu. Kama ulikuwa umeajiriwa na kazi, hamtasikilizana na watu. Sasa ile energy unayoingiza pale, ile nyota unayoshirikiana nayo ina shida. Neno ushirikiano. Basi mlango huu wa 7 umemuingiza nani katika maisha yako? Kama mshirika wa biashara, kama mshirika kazini, kama mshirika katika ndoa, umemuingiza nani? Anaendana na wewe au haendani na wewe? Sasa kama haendani na wewe, basi matokeo yake yanakuja ni mabaya sana sana. Na ikisha kuwa hivyo, ni ngumu sana kusaidiwa kwa dawa za kuchanjwa, ni ngumu sana kusaidiwa kwa dawa za kuoga,
ngumu sana mpaka ufanyiwe mambo makubwa. Ndio maana huu mlango wa 7 ni muhimu sana katika nyota, kwa sababu kila kitu hapa duniani tunashirikiana. Kwa sisi wanadamu, kila kitu tunashirikiana. Asiyeshirikiana na mtu labda ni Mwenyezi Mungu peke yake, lakini sisi wanadamu hapa duniani kila kitu tunashirikiana. Ndio maana ukaitwa mlango wa ushirika. Kushirikiana ni mlango muhimu sana. Umeingiza kitu gani katika mlango huo ili wewe uweze kuonekana? Lakini je, umeuhuisha huo mlango? Mlango wa 7 umeuhuisha? Umeusafisha? Ni mlango muhimu sana. Sasa kwa hizi nyota nimetaja majina haya BNZ, GS, AMY, H na T, wana nafasi kubwa sana ya kupata hizo mali mnazosema za majini. Wana nafasi kubwa sana ya kupata hizo mnazoita ndagu, kulingana na mitizamo yao ilivyo kinyota. Sasa ukiwa wewe unataka jambo lako la kawaida, basi jaribu kufanya hivyo kichinjo. Jaribu kuchinja. Jaribu kufanya hivyo katika muda huo niliyokutajia kwa hizi nyota ambao nimekueleza. Nyota ya Mizani, chinja katika siku ya Jumanne saa 1 asubuhi. Wewe mtu wa nyota ya Mizani uchinje katika siku ya Jumanne saa 1 asubuhi. Chinja mnyama mweupe dume au mnyama mwekundu. Au mnyama mwekundu katika siku ya Jumanne saa 1 asubuhi. Na kabla hujamchinja mtilie nia. Kwa nini saa 1 asubuhi siku ya Jumanne? Kwa sababu ndio inaingia nyota ya 7 kwako. Ndio yenye kukupa nguvu. Kila kitu tunashirikiana. Macho mawili, pua matundu mawili, miguu miwili, kuna maana kubwa sana hapo. Ndio maana ni mlango ambao unapaswa kuwa nao makini sana. Waswahili wanasema kosea kujenga, usikosee kuoa. Kwa sababu kuoa ni mlango wa 7, ni kitu muhimu sana. Sasa si kuoa tu, usikosee pia unaposhirikiana na mtu, mshirika katika biashara zako, katika kazi zako, unashirikiana na nani? Yawezekana hamuendani. Ndio maana shughuli zenu zinaishia kupata hasara na mabalaa. Ni mlango muhimu sana, mlango wa 7. Kwa hivyo sasa nyota hizi zina nguvu kubwa sana ya kupata mali kama zitatumia mlango wake wa 7 vizuri. Nyota hizi zina nguvu kubwa sana ya kupata mali kama zitatumia mlango wake wa 7 vizuri zaidi. Kwa kufata nyota inavyosema. Fanya kichinjo. Kama huwezi uwaone wataalamu wa nyota, basi wakufanyie mambo yake yanayohusiana na mlango wako wa 7 ili uonekane. Pengine umefungwa kwa muda mrefu kabisa, miaka mingi. Pengine kipindi fulani ulikuwa na mali, sasa imepotea na mambo yako yamefungika. Sasa unataka ufunguke. Huo ndio mlango wako. Kufunguka ni nini? Kufunguka ni kutafuta ushirika. Na mara nyingi watu ambao mambo yao hayaendi wanakuwa hawana washirika wazuri. Hauna mshirika mzuri wa kukuita kwenye kazi. Hauna mshirika mzuri wa kukuita kwenye biashara. Hauna mshirika mzuri kwa maana ya mteja. Hauna. Sasa ujue namna ya kutumia mlango wako wa 7. Na nafasi kubwa sana ya kupata mali, herufi za B, N, Z, G, S, A, M, Y na H na T. Herufi hizi ni kwa kutamkwa. Kwa kutamkwa. Kama unavyosikia sauti B, B, N, N, Z. Hapa kuna somo nataka niwapatie kwamba kuna majina ambayo yanaandikwa vingine na yanatamkwa vingine. Kwa mfano jina la Philip au Filipo, Kiswahili tunasema Filipo. Ukiliandika linaandikwa PH. Kutamkwa linatamkwa Filipo. Sasa huwezi kusema Filipo ni nyota ya Kaa kwa sababu kaanza na P. Kwenye nyota tunatafsiri kwa kupitia matamshi. Sauti ilitangulia kabla ya maandishi. Sauti ilitangulia kabla ya maandishi. Na sauti ndiyo
mawasiliano makubwa ya viumbe vyote, unavyoweza kuongea navyo wewe na usivyoweza kuongea navyo. Huwezi kuongea na kuku, lakini kuku anawasiliana na kuku mwenzie kwa kupitia sauti, sio maandishi. Huwezi kuongea na mbuzi, ila mbuzi anawasiliana na mbuzi mwenzie kwa kupitia sauti, sio maandishi. Maandishi yalikuja kama vile ni njia moja hapo mbadala wa kuitoa sauti kuiweka kwenye maandishi. Kwa hivyo kwenye nguvu za kiroho au mambo ya mazingira tunatumia sauti. Kwa hivyo huyu Filipo atakuwa ni nyota ya mashuke, F na R. Atakuwa ni nyota ya mashuke kwa sababu anatamkwa Filipo, ila kwenye kuandikwa inakuwa ni PH, hawezi kuwa nyota ya K. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wananiuliza, wanashindwa kuelewa jinsi majina yalivyo, ni kwa sauti. Na ukifata sauti utatafasiri majina ya lugha yoyote. Ndio maana kuna kuku yupo Tanzania, kuna kuku yupo nchi nyingine, atawika hivyo hivyo. Kuna mbuzi yupo Tanzania na kuna mbuzi ambaye yupo nchi nyingine, wote watalia mlio huu mmoja. Kwa hiyo sauti ina nguvu kubwa sana katika ulimwengu wa kiroho. Sauti ina nguvu kubwa sana, au matamshi, maneno yana nguvu kubwa sana. Vitu vingine tunafanya ni kama visaidizi. Ndio maana manuizi yako wewe ni muhimu sana. Manuizi yako wewe ni muhimu sana kuliko hata kile unachokifanya. Manuizi yako, na yale manuizi yatoke kwenye nafsi, yani akili yako na mwili vyote viwe katika yale manuizi unayotamka, ni muhimu sana kuliko hata kile ambacho unakifanya. Kile kipo pale kuigiza yale matamshi yako. Kwamba ninakoga dawa nzuri, ninatia ile dawa ninapoweka kwenye maji, lakini dawa ile inahusiana na mambo mazuri, na mimi natamkia maneno mazuri. Mtu anafanya dawa mbaya ya kukuloga, basi anachukua dawa mbaya anaitamkia maneno mabaya. Kwa hivyo anasindikiza ile sauti na ile dawa mbaya. Akiwa anafanya mambo mazuri, anasindikiza sauti ile ya mambo mazuri na dawa nzuri. Kwa hivyo kwenye nyota tunatizama hivyo, kwa sababu majina yapo mbalimbali. Kuna majina ya Kibantu, kuna majina ya Kiarabu, kuna majina ya lugha tofauti, lakini kwenye sauti viumbe wote tuna sauti. Na mawasiliano ya kwanza ya viumbe wote ni sauti kabla ya maandishi. Hayo ndio yalikuwa mawasiliano ya kwanza, na hapo ndio unaipata nyota katika asili yake. Bila hivyo kuna baadhi ya majina utayakosea, kwa sababu utayakuta yanatamkwa vingine, yanaandikwa vingine. Yanatamkwa vingine, yanaandikwa vingine tofauti kabisa. Kwa hivyo sasa ninaposema B N Z G S A M Y H na T, kwa maana ya kutamkwa. Kwa maana ya kutamkwa. Majina hapo mengi, unaweza ukafanya na wewe zoezi hilo la kuangalia jina hili linaandikwa vipi na linatamkwa vipi. Basi kwa maana ya kutamkwa. Na jina la nyota yako ni lile jina ambalo ulipewa ukiwa mtoto, ukiwa bado hujitambui, ukaitwa. Sio kupewa tu, uliitwa jina lile ukiwa mtoto mpaka umefikia hatua ya kujielewa, unapata fahamu, unajua kwamba wewe unaitwa fulani. Ukiitwa unaitika, unaitwa, unasikia unaitwa ndani, unakwenda. Ukafikia umri huo. Baada ya hapo, hata kama ulibadilisha majina 1000, hayana maana kinyota. Na hii ndio shida ambayo wengi tunachanganya. Tunaona kwamba kufata nyota kwa kutumia majina sio sahihi. Ni kweli kama utaita majina hayo ambayo umejipa baada ya utu uzima, utaona sio sahihi na utaona vinavyosemwa pale havihusiani na wewe. Ila ukifata lile jina lilokulea, basi utaviona vinahusiana na wewe. Kwa sababu lile jina ulivyokuwa unaitwa kila siku, ulikuwa unashushiwa sauti ya nyota fulani. Sauti ya nyota fulani unashushiwa. Yaani kama unapewa sauti ya nyota fulani, imefikia hatua, umefikisha miaka 5, tayari sauti ile imeshakaa sasa
kwenye mwili wako na kukuweka wewe kuwa ni mtu wa nyota fulani. Ndiyo maana ya kutumia herufi. Basi herufi hizi zina nguvu kubwa sana ya kuweza kupata mali kama hizo za majini au ya kuweza kupata ndagu. Sasa unapataje mali hizo au ndagu hizo? Somo hilo kulifundisha hapa ni vigumu, ila waone wataalamu wa nyota au uweze kufika ofisini. Ndagu hatuwezi kuelekezana au kufundishana kwenye simu, huo utakuwa ni utapeli. Ila karibu sana ofisini kama unahitaji hivyo, wewe mtu wa BNZ, G au S au A au M au Y au H au T, una nafasi kubwa sana ya kupata mali hizo ama ndagu kwa sababu ya miangaliano. Nyota zingine zote kama zinataka ndagu lazima zitumie energy ya Mars au energy ya Zuhura, energy ya nyota, energy ya sayari ya Mirihi au energy ya sayari ya Zuhura. Zingine zinatumia, lakini nyota hizi ndio zina nafasi kubwa na ya kwanza zaidi. Nyota hizi kwa maana B, N, Z, G, S, A, M, Y, H na T ndio za kwanza zaidi katika sayari hizi. Nyota zingine pia zinaweza zikatumia nguvu ya sayari hizi, lakini zenyewe zinakuwa za pili. Kwa hiyo hawa niliowataja hapa wana nafasi kubwa sana ya kuweza kupata mali hizo. Kwa maana utajiri wa majini, sijui ndagu, ni majina tu, lakini ndicho hicho kinachofanyika. Kwa sababu wao tayari sayari hizi kwao zina miangaliano mizuri. Nyota zingine zitatumia kama ni kwa niaba. Kwa maana ya kwamba kuna nyota ambazo zinaangaliana vizuri na nyota ya punda. Kuna nyota ambazo zinaangaliana vizuri na nyota ya nge. Kuna nyota ambazo zinaangaliana vizuri na nyota ya mizani. Kuna nyota ambazo zinaangaliana vizuri na nyota ya ng'ombe. Kwa hivyo zitatumia hivyo. Ila hizi nilizozitaja kwa maana nyota ya punda, nyota ya nge, nyota ya mizani na nyota ya ng'ombe zina nafasi ya kwanza kuweza kupata utajiri wa majini, kuweza kupata ndagu. Simaanishi kwamba watu wote wa herufi hizi wana utajiri huo, sio kanikoti vibaya, lakini zina nafasi hiyo kinyota. Kwa hivyo kama unahitaji basi karibu sana ofisini. Hilo hatuwezi kupeana kwenye simu au kwenye WhatsApp. Karibu sana ofisini au wasiliana na mimi tuweze kuelekezana, uweze kufika ofisini, ujue na taratibu zake. Nimeamua kutoa somo hili kwa sababu nimeulizwa na watu kadhaa maswali, ndio maana nimeamua kutoa somo hili ili muweze kujua mawili matatu yanayohusiana na nyota hizi. Na ukiziangalia nyota hizi, peleleza sehemu ulipo wewe, mahala ulipo wewe, utawakuta ni wengi sana wana hali nzuri. Hata kama hawajafanya ndagu, si kwamba wamefanya ndagu, wengi wana hali nzuri. Hizi nyota B, N, Z, G, S, A, M, Y, H na T utawakuta wana hali nzuri. Kasoro ni nyota ya H na T, si kwamba hapati mali, anapata mali. Ila shida alionayo ni kwamba anapoteza kwa haraka. Huyu mtu wa H au T ni mwepesi kutapeliwa, mwepesi kuzurumiwa. Tumekutana na watu wametapeliwa mpaka kiwanja, au mpaka najiuliza inafikaje tu unatapeliwa au unazurumiwa kitu ambacho hakihami, kiwanja kiko pale pale, yani unaibiwa kiwanja. Kwa hivyo hawa shida yao ni moja, ni kwamba wanatapeliwa sana, wanaibiwa, wanazurumiwa, ila si kwamba hawapati. Sasa hakiwezi kukaa kwa sababu wanatapeliwa, wanazurumiwa. Mali zao zinapotea katika njia za ajabu. Watu ambao majina yao yanaanzia na H au T. Na ukijiona hivyo, basi kuna namna ya kinyota ya kuondoa hiyo hali. Ufike ofisini au tuwasiliane namna ya kukusaidia wewe H au T. Ukajikuta kweli umeshakumbwa na kuzurumiwa, kupoteza mali yako, na huwa unapoteza mali kubwa kubwa, kupata hasara, ajali, basi uweze kufika ofisini au tuwasiliane nijue namna ya kukusaidia wewe mtu wa nyota ya nge. Lakini wote wana uwezo wa kupata mali. Ndio maana ukiwatizama wana hali fulani na afadhali.
unayemkuta katika majina haya hali yake sio nzuri, basi ndio inategemea katika yale mambo matatu: mke au mume aliye naye, uelekeo alioelekea kama nilivyoeleza kwenye video za nyuma hapo, aina ya kazi anayoifanya, lakini kwa ujumla wengi wamebarikiwa kuwa na mali au kuwa na uwezo fulani. Sasa kama unataka zaidi, basi uweze kufika ofisini au wasiliane na mimi uweze kujua wewe mtu wa herufi hizi nilizozitaja unawezaje kupata mali, unawezaje kufikia hatua ambayo unaitaka wewe, ikiwa kwa sasa upo katika hatua ambayo ya sintofahamu. Asante sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.